Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2026, siku ya Jumanne, Ramadhan 6 kwa wale ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mahakama ya Tiafora, kesi za kimkakati trilioni 13 zaingizwa kwenye mzunguko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ulega atangaza zawadi ubunifu wa wahandisi, habari katika ukurasa wa 3. Kariakoo yatekeleza maagizo ya Rais Samia, habari katika ukurasa wa 4. Mwigulu hakuna aliye bora kuliko mwingine, agemea watumishi kuthamini mambo binafsi umbea, habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba akikagua mradi wa maji safi Sinya na Manga unaotekelezwa katika eneo la Sinya Longido mkoani Arusha jana. Mradi huo unatekelezwa na mkandarasi MS Zonghii Contractors Company Limited kwa fedha za serikali bilioni 13.5, ukitarajiwa kuongeza uzalishaji wa maji hadi lita milioni 4.1 kwa siku. Habari Leo limeandika mvua ya haribu nyumba 92 miundombinu Msomera, habari katika ukurasa wa 7. Kikwete amlilia Kardinali Pengo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Serikali CRDB wasaini dhamana mbadala wachimbaji wadogo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Bilioni 8 kusambaza mifumo umeme juu visiwa 120. Undani wa taarifa hili katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maswali tata, mkutano uliomng'oa Lipumba, ni mchakato wa uchaguzi wa mwenyekiti wa CUF na viongozi wengine, sintofahamu ibuka utekelezaji wa maelekezo ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, yenyewe yajibu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4, nukuu ikisema kisheria si lazima ofisi ya msajili ihudhurie, lakini taarifa za mkutano walitoa. Taarifa yao ilikuwa ya ghafla na nilikuwa Dodoma, ndio maana sikuhudhuria. Ni Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama vya siasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mchuano wa Jamhuri Lissu kuongezwa kwa ushahidi mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Kilio cha wanafunzi wahitimu kwa waajiri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Kila mwaka maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kati nchini humaliza masomo yao wakiwa na vyeti mkononi, lakini mioyo ikiwa na maswali mazito: wataingiaje kwenye soko la ajira bila uzoefu wa kazi? Mahojiano maalum, teknolojia sasa kubaini vigogo wa dawa za kulevya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mapito ya Zuena dereva wa bajaji habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Zuena Mnemo ni mwanamke ambaye anapambana na biashara ya tofauti kwa muda mrefu, akilenga. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na
hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Tazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni makubaliano ya kihistoria yafungua milango ya mitaji. Sasa wachimbaji wadogo kuwezeshwa mitaji kufuatia makubaliano ya CRDB na Tume ya Madini. Waziri Mavunde asema ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais Samia. Undani wa taarifa hiyo ni katika ukurasa wa 4. Ulega atangaza neema kwa wahandisi vijana, habari katika ukurasa wa 4. Naibu waziri agiza taka zitumike kama malighafi, habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu azindua sekondari mpya Sanya, habari katika ukurasa wa 4. DC Mpogolo aihakikishia FCC ushirikiano wa karibu, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu akagua mradi wa maji Sanya, habari katika ukurasa wa 3. Mashambulizi ya Urusi yaathiri nishati na reli kote Ukraine, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika kuzungumzia fursa za muungano badala ya changamoto kunajenga imani kwa wananchi, habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika mahojiano maalum. Kisa Lissu, Chadema yachukua hatua mpya kisheria. Heche asema chama kimeamua kufungua shauri mahakamani kudai haki. Jeshi lasema halina majibu ya hoja hiyo kwa sasa. Nukuu ya John Heche ikisema hii inatumiza sana. Nimekuwa nikitembelea wafungwa mahabusu hata nisiowafahamu, nikawapelekea chakula au mahitaji mengine na sijawahi kuzuiwa, lakini kwa mwenyekiti wetu tunachotaka ni kujua misingi ya uamuzi huu. Kama kuna utaratibu mpya tuziweke wazi, kama hakuna basi haki tendeke. Undani wake ni katika ukurasa wa 2. Milioni 10 zatengwa wazo zuri la kumaliza foleni nchini, habari katika ukurasa wa 2. Viongozi wa dini, siasa wahojiwa. Tume ya Mwita Sabaya leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tume huru ya uchunguzi wa matukio uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 imeongeza siku 42 ikipanga kuwahoji viongozi wa dini, kisiasa na taasisi nyingine. Mvutano mkali kortini matukio ya Oktoba 29 kuongeza ushahidi kesi ya uhaini Lissu, habari katika ukurasa wa 5. Sababu machinga kuondolewa mji mkongwe za tajwa, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Geneva, Tanzania ipo vizuri mfumuko wa bei, asema ni kutokana na usimamizi makini wa sera na mifumo madhubuti ya kiuchumi, habari katika ukurasa wa 3. Sekta ya madini kwa engine, Mavunde aipongeza CRDB kushirikiana na Tume ya Madini, habari katika ukurasa wa 2. PSSSF yaweka historia kubwa taasisi ya ORIC, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Ulega atangaza mkakati kukuza ubunifu wa ndani, habari katika ukurasa wa 5. Maagizo ya Rais Samia Kariakoo yatekelezwa 95%, habari katika ukurasa wa 3. Shule ya bilioni 1.23 ya mkosha Mwigulu, habari katika ukurasa wa 2. Ruwaichi ataja ugonjwa uliomuua Kardinali Pengo, Mufti Sheikh Mkuu ahani msiba wake, habari katika ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandika Dr. Mwinyi ashiriki mazishi ya mama wa mkuu wa mkoa. Mapinduzi tu yatengenezwa upya kuanza kutoa huduma mwezi ujao, habari katika ukurasa wa 2. Wafanya biashara Mwanakwerekwe watakiwa kuhamia soko la Mombasa, habari katika ukurasa wa 3. Operation ya ZRA yabaini ukwepaji kodi, habari katika ukurasa wa 2. Serikali itaendelea kukabiliana na changamoto za vijana, naibu waziri, habari katika ukurasa wa 2. Iran Marekani kuendelea na mazungumzo Geneva, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika Pedro aja na lingine, amgusa pia Okelo anavyocheza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ijayo ni Februari 25, Yanga dhidi ya JKT Tanzania. Beka pale mbele ni Echieni, Masta waanza kumpa mzuka, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ni Februari 25 dhidi ya Dodoma Jiji, ligi kuu Tanzania bara. Gazeti hili imeandika Agnes Palagio, nyota Yanga Princess
anayegeukia kilimo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Davido ajichomoa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Hisia zangu na Edo Kumwembe, msikie Milner, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. UEFA leo Jumanne ni Inter dhidi ya Bodo, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo limeandika Samia mpongeza Gay, Mgunda mtupia lawama mwamuzi, Beka tulistahili kufunga mabao zaidi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Munga ataka mashabiki majimaji kununua hisa, habari katika ukurasa wa 23. Hidaya Boli ashindwa kuficha mapenzi kwa Yanga, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe habari za michezo lenye limeandika Mgunda afunguka, Yanga Sports Club imebebwa, kocha huyo asema mwamuzi aliamua matokeo ya mchezo, huku Pedro akitupa lawama kwa washambuliaji kushindwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Beka ataka sababu kukosa mabao mengi, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo ameandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo na burudani lenyewe limeandika Rais Samia mpongea Giai Bender, habari katika ukurasa wa 23. Simba hesabu kali, Yanga ni ushindi tu, habari katika ukurasa wa 23. Ibra Class abania kumkanda Thailand, habari katika ukurasa wa 23. Arsenal safi England, habari katika ukurasa wa 22. Bondia Leila Macho hajapoa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi na gazeti hili. Litakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari hapa Toka Zamani TV.